Kuna habari njema 4 kuhusiana na kesi dhidi ya Samia Suluhu Hassan katika Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC, kesi inayotarajiwa kuanza wakati wote kuanzia hivi sasa. Makala hii inatupia jicho habari hizo 4 na umuhimu wake katika kesi hiyo dhidi ya Samia Suluhu Hassan. Habari ya kwanza inahusiana na ripoti ya kina iliyotolewa na taasisi ya kimataifa inayofahamika kama Center for Information Resilience. Taarifa hii inajikita katika matukio ya kutisha yaliyojiri kati ya Oktoba 29 mwaka 2025 hadi Novemba 4 ya mwaka 2025. Kwa unafahamu siku hizi hasa ndizo siku ambazo sio tu kulikuwa na maandamano halisi, lakini pia ni siku ambazo serikali ya Samia Suluhu Hassan ilizima mtandao, hakukuwa na internet. Na inaelezwa kwamba katika siku hizi ndiko unyama mkubwa ulijiri nchini Tanzania. Kwa hiyo taasisi hii ya kimataifa, na ni moja ya taasisi zinaheshimika sana katika uchunguzi wa matukio kama haya, ilikusanya ushahidi 185 wa kidijitali kutoka katika vyanzo mbalimbali. Lakini pia ilikusanya ushahidi wa video 44 ambazo zimetoa taswira ya wazi na ya uhakika kuhusu mauaji na unyama mkubwa uliofanyika dhidi ya maelfu ya Watanzania kwa amri ya Samia Suluhu Hassan. Sasa taasisi hii ilibaini aina ya vitu 4 ambavyo viliendana na huo unyama uliojiri, pamoja na mauaji, upigaji na vitu tofauti, lakini kulikuwa na angalau mifumo ya aina 4. Kwanza ni kutumika kwa risasi za moto, kwamba hawa watumishi wa vyombo vya dola walikuwa na dhamira ya kuua, na ndio maana walitumia risasi za moto moja kwa moja, kwa sababu kama lengo ni kuwatawanya watu, mara nyingi risasi zinazotumika zinakuwa ni zile za kuwatisha tu watu, sio risasi za moto. Lakini risasi zote zilizotumika katika kipindi hiki cha hizi siku Oktoba 29 mpaka Novemba 4 zilikuwa ni risasi za moto. Lakini pili, licha ya kutumia risasi za moto, kulikuwa na vitendo vya ukatili wa kupindukia. Lakini la tatu ni kwamba haya yaliyofanywa, ikiwa ni pamoja na mauaji, kutumia risasi za moto, pamoja na ukatili, ulifanywa kwa ushirikiano na askari waliovaa sare rasmi. Lakini pia kulikuwa na aina ya watu ambao hawakutambulika kama ni watumishi wa vyombo vya dola au la, waliokuwa wamevaa kiraia, na baadhi yao walikuwa wameficha nyuso zao, lakini wote walikuwa wamebeba silaha na wote walishiriki katika haya mauaji. Lakini la 4 ni kwamba licha ya yaliyojiri mitaani na yaliyojiri kwenye majumba ya watu, pia kulikuwa na jitihada kubwa zilizofanywa na vyombo vya dola katika maeneo ya hospitali, hasa kwenye vyumba vya maiti, kwamba kwa kutumia kwa kutumia teknolojia ya satellite na vyanzo vingine, taasisi hii ilibaini kwamba kulikuwa na movements za miili kutoka maeneo fulani kwenda maeneo fulani, kutoka katika maeneo katika mitaa na kupelekwa kwenye vyumba vya maiti katika hospitali. Lakini pia taasisi hii imeweza kuthibitisha uwepo wa makaburi mengi ya halaiki, kwamba miili ilikuwa ikitolewa either kutoka mitaani au ilikuwa ikitolewa kutoka katika vyumba vya maiti vya hospitali na kwenda kuzikwa katika makaburi ya halaiki. Na uthibitisho umepatikana katika katika maeneo ya Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Mbeya na Tunduma. Na hitimisho la taasisi hii ni kwamba haya yaliyojiri Oktoba 29 mpaka Novemba 4 yalikuwa sio ya bahati mbaya, bali ni utekelezaji wa mkakati uliopangwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo hii ni uthibitisho kwamba haya mauaji yaliyojiri katika tarehe hizo ni kitu ambacho kilikuwa kimepangwa na serikali ya Samia Suluhu Hassan na kilikuwa kinasubiri tu kutekelezwa, na sio kwamba kilitokea kwa bahati mbaya. Lakini licha ya ripoti hiyo ya taasisi hiyo, pia kuna habari ya pili. Sasa hii habari njema ya pili ni kutoka kwa shirika la utangazaji la Ujerumani Deutsche Welle. Lenyewe limetengeneza dokumentari maalum, na dokumentari hii inaeleza yaliyojiri jijini Mwanza. Yenyewe imejikita katika jiji la Mwanza katika matukio hayo kuanzia Oktoba 29.
Na katika ripoti yake inaeleza kwamba matukio mengi yalijiri nyakati za usiku. Kwa hiyo mauaji mengi huko Mwanza katika hii ripoti ya Deutsche Welle ni kama yalitokea nyakati za usiku. Lakini pia nyakati za mchana, kitu kilichobainika katika uchunguzi wao ni kwamba kuna idadi kubwa ya waliouawa wakati hawakuwa kwenye maandamano. Aidha wakati ule wa maandamano, yani zile siku 4 au 5 za maandamano Oktoba 29 mpaka around Novemba 4, au hata baada ya siku hizo kuna watu ambao waliuawa lakini hawakushiriki kwenye maandamano. Na wamepata ushahidi Deutsche Welle kwamba kuna watu ambao walikuwa wanaangalia mpira kwenye kibanda cha mpira, lakini wote waliuawa. Lakini pia Deutsche Welle wana uthibitisho kwamba kuna watu vijana walikuwa wanacheza mchezo wa pool, lakini nao waliuawa, ikiashiria kwamba mauaji haya hayakuwa yanalenga tu waandamanaji, bali yalikuwa yanalenga mtu yoyote ule ambaye walitaka kumtoa uhai. Kwa hiyo Deutsche Welle katika hitimisho lake inasema kwamba kilichotokea katika hili wimbi la kuanzia hiyo Oktoba 29 lilitoka kutoka katika kitu kinachoitwa crowd control. Crowd control ni kudhibiti kwa mfano genge labda lio la waandamanaji au watu wanaojitokeza, yani kudhibiti kundi kubwa la watu, na badala yake lengo linaonekana lilikuwa ni targeted killing. Targeted killings ni mauaji ambayo yanalenga kwamba kuna idadi ya watu ambao wamelengwa rasmi kuwatoa uhai. Kwa hiyo inaonekana kuwa walioshiriki, vyombo vya dola vilivyoshiriki huko Mwanza, kwa sababu hii ripoti ya Deutsche Welle inajikita kuhusu yaliyojiri huko Mwanza, kwamba hii ilikuwa ni targeted killings, mauaji ambayo yalipangwa, yalilenga kundi maalum kuwatoa uhai. Habari ya tatu nayo inatoka kwa taasisi nyingine ya kimataifa ya habari. Hii ni taasisi inayofahamika kama Reuters. Hii ni shirika la habari la kimataifa linaheshimika ambalo asili yake ni nchini Uingereza. Reuters wamechapisha taarifa Januari 9 mwaka huu 2026. Na Reuters wao wameyaeleza mauaji hayo kuwa ni intended killings. Kumbuka Deutsche Welle wameita targeted killings, lakini Reuters wameita intended killings. Haibadilishi sana maana kwamba intended killings ni mauaji yaliyokusudiwa, wakati yale targeted killings ni mauaji yaliyolengwa, yani kwamba kulikuwa na watu maalum au kulikuwa na lengo la kuwatoa watu uhai. Hii intended killings ni kwamba kulikuwa na intention, kulikuwa na dhamira ya kuwatoa uhai. Na limethibitisha kwamba idadi kubwa ya waliouawa hawakuwa walioandamana, hawakuhusika na maandamano kabisa, kama ambavyo Deutsche Welle walithibitisha. Ni kwamba mauaji, kwa mujibu wa Reuters, mauaji mengi zaidi yalitokea kwenye makazi ya watu, kwenye vitongoji na katika nyakati ambazo hakukuwa na mikusanyiko kabisa. Kwa hiyo hii inaendana na ripoti zilizopatikana kwamba hawa wauaji walikuwa wakienda kwenye makazi ya watu, wanapiga risasi, wanatumia mabomu ya machozi na kuwatoa watu uhai. Kwa hiyo hiki kinachoelezwa na Reuters kinaendana kabisa na kile kilichozungumziwa na Deutsche Welle katika dokumentari yake kuhusu yaliyojiri huko Mwanza. Kadhalika taasisi ya Center for Information Resilience ile iliyotoa katika habari ile ya kwanza, yenyewe imetanabaisha kwamba licha ya mauaji imefanikiwa pia kupata uthibitisho wa mateso makubwa yaliyotolewa na hawa watumishi wa vyombo vya dola dhidi ya raia wasio na hatia. Na hii uthibitisho umepatikana Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Mbeya, ambapo watu mbalimbali wameonekana katika hizo video zilizopatikana wakilazimishwa kutambaa, kuruka kichura, huku wengine wakipigwa fimbo na mateke katika matukio mbalimbali. Na matukio haya yalihusisha askari waliokuwa na silaha, baadhi wakiwa na sare, lakini wengine wakiwa hawana sare. Vile vile kuna taarifa nyingine ambayo imetolewa na taasisi inayofahamika kama Christian Solidarity Worldwide, ambayo hii imeripoti kwamba Tanzania imegubikwa na mazingira ya hofu kabla na baada ya uchaguzi, kwamba yaliyojiri Oktoba 29 yalianza kabla ya hapo. Kama unafahamu, kabla ya Oktoba 29 kulikuwa na matukio ya utekaji, lakini kadri siku zilivyokaribia kufikia uchaguzi kulikuwa na wimbi kubwa zaidi la watu kutekwa, watu kuuawa, watu kupotea na ukamataji wa watu kiholela.
Vile vile taasisi hii ya Christian Solidarity Worldwide imeripoti kwamba kumekuwa na unyanyasaji mkubwa dhidi ya waandishi wa habari, wanaharakati na viongozi wa vyama vya upinzani. Na imemtaja Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na kesi ya mchongo ya uhaini dhidi yake kama mfano hai wa haya yanayoendelea nchini Tanzania. Sasa kwa nini hizi habari nne ni muhimu? Habari hizi nne ni muhimu kwa sababu zinasaidia katika ushahidi unaoendelea kukusanywa dhidi ya Samia Suluhu Hassan. Kama unafahamu, pamoja na yote yanayoendelea nchini Tanzania, kuna jitihada kubwa sana ya kuficha ushahidi, kwa sababu ushahidi ndio utakaowezesha haki ipatikane, kuthibitisha kuwa kweli haya yaliyotokea kuanzia Oktoba 29 yalikuwa na baraka za Samia Suluhu Hassan. Ikumbuke kwamba kesi iliyofunguliwa ICC imefunguliwa dhidi ya Samia Suluhu Hassan na sio serikali ya Tanzania. Kwa hiyo ushahidi kama huu ni muhimu sana. Lakini wakati haya kijiri, kama ilivyo habari nne kutoka kwa taasisi ya Center for Information Resilience, documentary ya Deutsche Welle kuhusu yaliyojiri jijini Mwanza, taarifa ya Reuters iliyotolewa Januari 9 mwaka 2026, na hii ya Christian Solidarity Worldwide ambayo inaelezea kwa undani kwa ujumla yote yaliyojiri kabla ya uchaguzi na yaliyojiri kabla ya Oktoba 29 na yanayoendelea kujiri baada ya Oktoba 29. Lakini wakati haya kijiri, Samia kama kawaida yake ameendelea kuonyesha kuwa haya yaliyojiri kama ni mambo madogo, kwa sababu jana alihudhuria tafrija ya wanadiplomasia, inafahamika kama Diplomatic Sherry Party. Hii ni sherehe ya kila mwaka ya kukaribisha mwaka mpya, ambapo rais hukutana na mabalozi kutoka nchi mbalimbali, huwa wanaalikwa. Safari hii imefanyikia Dodoma, mara nyingi huwa inafanyikia jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo katika hii hotuba yake kwa hao mabalozi, Samia alieleza kwamba uchaguzi huo ulifanyika kwa vema, hakukuwa na tatizo lolote, na akajisifu kwamba uchaguzi ulifadhiliwa na fedha za ndani, na akasema kwamba huu ni uthibitisho kwamba taifa la Tanzania limekomaa kitaasisi, lakini pia lina mchakato wa kujitegemea kidemokrasia. Lakini akaendelea mbali zaidi na kudai kuwa vurugu na ukosefu wa utulivu uliojitokeza siku ya uchaguzi na muda mfupi baada yake, ni kwamba hatua zilizochukuliwa na serikali zilikuwa ni za lazima na ni muhimu ili kudumisha katiba na kuhakikisha usalama wa wananchi na jamii kwa ujumla. Na akatoa samahani kwa kuchukua maamuzi magumu, ikiwa ni pamoja na kufungwa kwa mitandao wa internet, na akisisitiza kuwa lengo lilikuwa kulinda usalama wa taifa. Kadhalika katika hotuba hiyo, Samia alidai kuwa ametangaza msamaha kwa watu 1787 waliohusishwa na ghasia hizo, kuunda tume huru ya uchaguzi na kuanzisha tume ya ukweli na maridhiano kama sehemu ya mkakati wa kurejesha utulivu na kuendelea mbele kisiasa. Yaani ukisikiliza ni kwamba yale yaliyojiri, mauaji ya watu wanaokadiriwa kufikia zaidi ya 10,000, kwa Samia anathibitisha tena kwa mara nyingine, hii sijui ni mara ya ngapi, anathibitisha kwamba yale yalikuwa ni sahihi, yalikuwa ni maamuzi sahihi na kilikuwa ni kitu halali. Hakuna kile kitu Waingereza wanaita remorse, no remorse, kwamba kilichofanyika hakikustahili kufanyika, mauaji hayo yakubaliki. Kwa Samia kilichofanyika kilikuwa ni kitu sahihi na halali. Je, una maoni gani katika haya? Karibu tuwe maoni yako kwenye comment. Asanteni na kwaherini.